Habari. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuletea habari ya kusikitisha na kuhuzunisha kidogo, lakini pia inatia hasira, jinsi mababu zetu walivyoteswa, kudhalilishwa na kunyanyaswa na wakoloni. Hapa nakuletea historia inamhusu mtu mashuhuri anayeitwa Ota Benga. Ni simulizi ya kusikitisha, lakini muhimu sana katika historia ya ubaguzi wa rangi na ukoloni. Historia ya Ota Benga. Je, Ota Benga ni nani? Na mkasa wake ulikuwaje? Ota Benga alizaliwa mwishoni mwa karne ya 19 katika eneo la msitu wa Kongo. Leo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa wa kabila la Wapigmi, jamii ya watu wafupi wanaoishi msituni. Maisha yake yalibadilika kabisa baada ya kijiji chake kushambuliwa na wanajeshi wa kikoloni. Familia yake iliuawa na yeye akatekwa. Baada ya kutekwa, alinunuliwa na mfanyabiashara Mmarekani aitwaye Samuel Phillips Vanna. Lengo lilikuwa kumpeleka kwenye maonyesho ya dunia, World Fair. Mnamo mwaka 1904, alipelekwa katika maonyesho ya St. Louis World's Fair nchini Marekani. Huko, aliwekwa kama mfano wa binadamu wa porini ili watu wamshangae. Aise! Baadaye, mwaka 1906, Ota Benga alipelekwa kwenye Bronx Zoo, huko New York nchini Marekani. Huko, aliwekwa kwenye sehemu ya wanyama, karibu na sokwe, chimpanzii. Na watu walilipia kuja kumwangalia kama mnyama. Yaani wazungu walilipia kuja kumtazama na kumshangaa ndugu yetu Ota Benga kama wanashangaa mnyama tu. Aise, hii inatia hasira sana. Lakini hawakuishia kumtazama tu. Watu walimcheka, walimdharau na walimuona kama kitu cha ajabu badala ya binadamu. Ripoti zinasema kuwa mwishoni mwa 1906, watu zaidi ya 300,000 walifika kumtazama Ota Benga. Huu ni ubinadamu gani? Kati ya watu wote hao, hakuna aliyewahi kupaza sauti juu ya haki ya mtoto yule. Inatesa na kufikirisha sana. Wakati unyama huu unaendelea kwa miaka mingi, Ota Benga akawa maarufu duniani. Baada ya muda kupita, Ota Benga akipitia udhalilishaji huu mkubwa, ndio watetea haki za binadamu wakaanza kuibuka kumtetea. Mfano, baadhi ya wachungaji wa Kiafrika Amerika walipinga sana tukio hilo, wakisema ni udhalilishaji mkubwa kwa utu wa binadamu. Baada ya kelele nyingi kuhusu udhalilishaji huo au ukiukwaji huo wa ubinadamu, ndipo mapema mwaka wa 1906, barua kutoka kwa hifadhi hiyo inaonyesha kwamba wakati ukosoaji wa kitendo hicho unaendelea, maafisa waliamua kuanzisha taarifa za uongo kwamba Ota Benga alikuwa mfanyakazi wa hifadhi hiyo na sio kwamba alikuwa kwa ajili ya maonyesho. Hatimaye, Ota Benga aliondolewa kwenye zoo na kuanza kuisha maisha ya kawaida kiasi, akifundishwa kusoma na kuandika. Januari 1910, alipelekwa mji wa Lynchburg, seminari ya kitheolojia kwa wanafunzi weusi huko Virginia. Huko alifunza wavulana waliokuwa jirani namna ya kuwinda na uvuvi, pamoja na kuwasimulia kilichomtokea nyumbani. Baadaye alisemekana kwamba amepata ugonjwa wa sonona kutokana na kutamani kurudi nyumbani kwao. Na Machi 1916, akajipiga risasi kwa bunduki ambayo alikuwa ameificha. Inadhaniwa kwamba wakati huo alikuwa na umri wa karibu miaka 25. Hakufanikiwa kurudi nchini kwao Kongo, wala hakufanikiwa kuwa na familia. Maisha ya Ota Benga yaliishia hapo, na alizikwa bila heshima yoyote kama binadamu, bila ndugu wala familia. Kibaya zaidi, hata kaburi lake halikuwekea hata alama kwa wakati huo. Alizikwa katika makaburi yanayojulikana kama Old City Cemetery. Katika miaka ya hivi karibuni, taasisi mbalimbali zimeanza kukiri makosa ya zamani. Wildlife Conservation Society, wanaosimamia Bronx Zoo, waliomba radhi rasmi kwa tukio hilo. Shirika la kuhifadhi wanyamapori limeomba msamaha kwa onyesho la mwaka 1906 la kumuonesha Ota Benga, mzaliwa wa Kongo, hatua iliyokuja baada ya maandamano duniani yaliyosababishwa na video inayoonyesha mauaji ya George Floyd, na kuanza tena kuangazia ubaguzi unaotokea Marekani. Aliapa kwamba bustani ya wanyama ya Bronx itahakikisha kwamba inakuwa na uwazi kuhusu kile kilichogonga vichwa vya habari kote Ulaya na Marekani kuanzia tarehe 9 Septemba mwaka 1906. Siku moja baada ya Ota Benga kuoneshwa kwenye onyesho hadi alipoondolewa kwenye bustani hiyo. Septemba 28 mwaka 1906. Kumbukumbu ya kaburi la Ota Benga. Leo, makaburi ya Old City Cemetery yaliweka kumbukumbu maalum kwa ajili yake. Sasa anatambuliwa kama mhanga wa ubaguzi na ukoloni. Historia ya Ota Benga sasa inafundishwa kama somo la ubaguzi na unyanyasaji wa kikoloni. Hadithi ya Ota Benga ni ukumbusho muhimu sana wa madhara ya ubaguzi wa rangi,
Ukatili wa ukoloni. Umuhimu wa kuheshimu utu wa kila binadamu. Ni historia chungu, lakini pia somo muhimu kwa dunia ya leo, kuhakikisha mambo kama haya hayajirudii tena.